wapo watu wengi miongoni mwetu tuliokuwa nao makana wengi sana katika msikiti huu, lakini Allah amewafisha hawapo, na wao walitamani wawepo katika mwezi huu waweze kufanya ibada kama sisi tunavyofanya. Walitamani wawepo waweze kufanya toba, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amechukua roho zao. Mwenyezi Mungu awaghufirie madhambi yao, na sisi ambao tumejaliwa kudiriki katika Ramadhani hii, bila shaka tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuweze kufanya ibada kweli kweli katika mwezi huu. Na Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ya kwamba enyi mlioamini, Waislamu mlioamini Qur'ani, mkamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na mkamwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mmelazimishwa kufunga. Lazima mtekeleze ibada hii ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mmelazimishwa kufunga. Allah akatuonyesha kwamba hajatuonea sisi kutulazimisha tufunge, akasema kama kutiba ala alladhina min qablikum, ni kama vile walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu. Walilazimishwa na wao kutekeleza ibada ya saum, japokuwa ilikuwa tofauti na ambavyo sisi tunafunga, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwalazimisha na wao waweze kufanya ibada ya saum. Malengo yake Mwenyezi Mungu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu, waweze kuwa ni wacha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala, saum ina faida kubwa mno. Ucha Mungu ambao kuna baadhi ya wenzetu waliojaliwa neema na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hawajui shida katika maisha yao, hawajawahi kushinda njaa hata siku moja, mpaka wanafishwa wako katika neema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukiwaambia nasikia njaa, wanakushangaa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuleta saumu hii kuadabisha baadhi ya watu wajue uchungu wa njaa, hata kama wataijiwa na mtu ambaye ni maskini, akawaambia na njaa waweze kuwa na huruma kwa kupitia saumu, wamwonee huruma, waweze kumsaidia apate chakula kama wao wanavyokula. Kwa saumu hii ndio maana haikuchagua ya kwamba huyu ni maskini, huyu ni tajiri, au tajiri aseme ya kwamba siwezi kufunga, wacha nimtafute mtu anifungie nimpe pesa. Hakuna kitu hicho katika amri hii ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja anatakiwa funge. Hii ni amri ya Allah, haichagui kwamba wewe ni tajiri utawaajiri watu kama watatu, kama wewe ni siku 10 na kupa pesa, ya kwamba na wewe saumu yako itakubalika kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna watu wanakufungia. Hakuna kitu kama hicho katika amri hii ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni watu wote waweze kufunga, la'allakum tattaqun, ili wapate. Lakini utashangaa Ramadhani zote zinatupitia Waislamu hatui wacha Mungu, hatui watu wa ibada,
Maana yake nini? Kwamba zile saumu tunazozifunga ni mardud, hazijapokelewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atajibu anapoka ndani ya Ramadhani akamu katika yale mambo mazuri alikuwa nayo Ramadhani, lakini Ramadhani inaondoka. Baada kuondoka, anarudi katika mambo yake ya ovyo, anachupa misingi ya Uislamu, anacha maamrisho ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kwamba ile Ramadhani aliyoifunga Allah hajaikubali na haijamfundisha kitu chochote. Manake lengo la Ramadhani la'allakum tattaqun, mwezi wa wacha Mungu. Kama vile ambavyo watu wanapenda kusoma Qur'ani ndani ya Ramadhani, wadumu katika kusoma Qur'ani. Kama ambavyo watu wanatoa sadaka za aina mbalimbali ndani ya Ramadhani, waendelee na mfumo huo baada ya kuondoka Ramadhani. La'allakum tattaqun, mwezi kwa wacha Mungu. Vile ambavyo mnavyowasaidia watu maskini, anakuijia sina futari, uweza kumpa pesa, kwamba mila hiyo iendelee katika maisha ya Waislamu. La'allakum tattaqun, upate kuwa wacha Mungu. Funge Waislamu na tuwe ni wacha Mungu. Kataza mambo machafu, mambo maovu, ni kwamba ikishaondoka Ramadhani endelee kuogopa maovu. Watu wanaishi kimada. Ramadhani acha kimada wake, anaacha kabisa vile ambavyo nafsi yake inaweza kumsaidia kuacha kimada. Kwa sababu ya Ramadhani hawezi kushindwa kuacha kimada huyo baada ya Ramadhani. La'allakum tattaqun, pate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tufunge masiku haya ambayo Allah anasema ayama ma'adudat, ni masiku machache mno, siku chache, lakini faida yake ni kubwa mno. Huwezi ukaeleza yanayopatikana ndani ya Ramadhani ukaweza kuyazungumza inavyotakiwa. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, shahru ramadhana, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shahru ni mwezi ambao kataballahu alaikum siyama, amelazimisha Allah, amekulazimisheni kufunga. Yoyote ya Muislamu balighun, aliyobaligh, aqilun, mwenye akili aweze kutekeleza hii amri ya Mwenyezi Mungu. Ni amri ambayo ni lazima. Hii ni lazima, sio kwa kutaka, kwa kupenda. Ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasannantu lakum qiyama, na mmefanyiwa kuwa ni sunna kwenu kusimama mkisali. Hii sunna inayozungumzwa hapa ni swala za tarawih. Swala za tarawih Waislamu, japokuwa hizi tarawih zina ikhtilafu kwa wanachuoni. Ikhtilafu iliyopo sio kukataa kwamba tarawih haipo, amna. Ikhtilafu iliyopo ni zile, kuna ambao wanasali raka 8, raka 11, raka 21, mpaka wengine wanasali raka 37. Ndani ya Afrika hii wanasali raka 37. Leo hata raka 8 ndizo ambazo wamezichukua kwa uchache, ya kwamba Mtume alisali raka 8 na kisha akaenda kumaliza witri katika nyumba yake. Raka 8 Waislamu mnashindwa kusali,
Mwezi kama huu, mwezi mtukufu, sunna unaoisali ni kama fardhi 70. Faida iliyoje kwa Muislamu! Ni sunna kwenu kusimama mkisali sala za tarawih, ukasimama usiku nyumbani kwako hata dakika 5 ukaongea na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maisha haya mafupi mno Waislamu. Anasema Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudus, afanaita umruka fi talabi dunya, umemaliza umri wako katika kuitafuta dunia. Mata tatlibu ma tadkhulu bihi aljanna, lini wewe utatafuta kile ambacho kitakachokusaidia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena angalia, Mwenyezi Mungu amesema afanaita umruka fi talabi dunya, umemaliza umri wako ukihangaika na maisha ya dunia. Maana yake Allah, na maana kama amezungumza kauli hii, hata kama una miaka 5, maana yake umeshamaliza umri wako wewe. Hujui utaondoka lini. Ukiwa una miaka 20, maana yake umemaliza umri wako wewe. Wakati wote unaondoka katika dunia hii, unamaliza umri wako ukitafuta dunia. Lini wewe utatafuta kitu ambacho kitakusaidia baada ya kuondoka katika dunia? Hiyo ndio akili ya Muislamu, kuangalia wapi anakwenda. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kheri katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ulioingia, tuweze kufanya khairati za aina mbalimbali, tuweze kufanya ibada kweli kweli, na Allah akituchukua atuchukue tukiwa ni wacha Mungu. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.